Maisha ya mwanadamu yamegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kipindi cha rise season. Hichi kipindi cha rise season ni pindi ambapo maisha ya mwanadamu yanaanza kubadilika. Mwanadamu ameshaanza kupata mafanikio makubwa, ndicho kinaitwa rise season. Sasa watu wengi wakishaanza kupata mafanikio wanasahau vitu vya msingi. Kuna mtu anasahau kuwa kuna Mungu, kuna mtu anaanza kufanya vitu ambavyo kimsingi havipaswi. Kuna mtu anaanza kutumia uchumi wake kunyanyasa wengine ambao hawana uchumi. Kumbe haipaswi kufanya hivyo kwa sababu tu sisi tumefanikiwa. Kwa sababu tukifanya hivyo Mungu anaweza katokea kutuonyesha sisi kwamba uchumi si chochote bali yeye ni zaidi ya wote. Anaweza kaupora uchumi wako ulioupata. Kwa hiyo inatubidi sisi tukipata mafanikio tuishi katika misingi mizuri ya kumpendeza Mungu. Tusiishi katika misingi ya kishetani ambayo inaanza kumchukiza Mungu mpaka kupelekea kupoka uchumi ambao tulipata. Kwa hiyo katika kipindi cha rise season kuwa makini sana, kisikupe kiburi cha kwanza kufanya vitu ambavyo havipaswi kabisa. Kipindi namba 2 ni fall season. Katika hichi kipindi watu kikishawapata huwa anaanza kufikiria hata kutoa uhai wao. Kumbe haishauriwi kabisa, bali katika hichi kipindi cha fall season itakiwa iwe sehemu ya darasa kwetu. Fall season inaweza katokea kama kukufundisha ama kukuonyesha namna gani Mungu ana umuhimu kwako, kwa sababu Mungu anatokea katika njia nyingi. Kwa hiyo anaweza akaja kukuonyesha kwamba yeye ni wa muhimu kuliko kitu chochote kwenye maisha yako. Cha pili, anaweza akaja kupima imani yako ama uvumilivu wako katika maisha. Ndio maana Ayubu alipitia katika kipindi cha rise season, pia alipitia kipindi cha fall season. Lakini kile kipindi cha fall season kilikuja kwa lengo kubwa moja, kupima imani zake. Kwa hiyo inawezekana hata wewe Mungu amekuja kwa ajili ya kukufundisha kwenye hicho kipindi cha fall season. Sasa usianze kuchukua jukumu la kwanza kutoa uhai wako, bali kung'uta mavumbi, ongeza imani kwa Mungu wako, ongeza ujasiri, pambana, utapanda tena. Sina la ziada. Ukitaka kujifunza zaidi unaweza kujifunza kupitia chaneli yetu ya Mwasalemba TV. Thanks. We have to do wonders.